Naam, assalamu alaikum mtazamaji wa Gumzo, karibu kwenye gumzo maalum hili. Kwa hakika leo ni gumzo updates au tuseme gumzo breaking news. Tumepata taarifa moja kwa moja kutoka visiwani Zanzibar, kutoka hasa mahakamani, mahakama kuu Tunguu Zanzibar, kuhusu mwenendo wa kesi ambazo zimefunguliwa na chama cha ACT Wazalendo. Kwa hakika waliokuwa wagombea wa ubunge wa chama cha ACT Wazalendo, kesi ambazo zimefunguliwa na kumekuwa na maamuzi ya kutikisa kidogo kutoka mahakama kuu, na hapa tunaungana moja kwa moja na wakili wa wagombea hao, wakili wa wafunguaji mashtaka hao, bwana Omar Said Shaban, kutuzungumzia kinaga ubaga kipi ambacho kimejiri mahakamani na kipi ambacho wamekipokea wao na wamekifahamu kwa uamuzi ambao umetolewa na mahakama kuu. Karibu sana Omar Said. Asante sana Sheikh Mohamed. Habari za Bonn? Si haba, tunashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin, na wasiwasi wetu niko nyumbani. Kwa hivyo, je, tueleze jambo la mwanzo kabisa, maanake tunasema breaking news hii, uamuzi wa mahakama kwa kesi ambazo ulikuwa unazisimamia. Mahususi kabisa tumeambiwa kesi za wabunge au wagombea ubunge wa chama chao cha ACT Wazalendo zimefika pahala gani mpaka sasa? Asante sana. Leo tulikuwa na uamuzi wa Mahakama Kuu ya Zanzibar. Ilipangwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi wa pingamizi la awali lililokuwa limewekwa na mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Tume Huru ya Uchaguzi ya Zanzibar kuhusu uwezo wa Mahakama Kuu ya Zanzibar kusikiliza mashauri yanayohusiana na uchaguzi wa wabunge, hasa kwa majimbo ya Zanzibar hapa. Na uamuzi huu unakuja baada ya kusikilizwa hoja mbalimbali wiki mbili zilizopita juu ya jambo hili, ambapo upande wa serikali yenyewe ulielekeza kwamba kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 83(1), mahakama pekee yenye mamlaka ya kusikiliza mashauri ya uchaguzi wa wabunge, au kama swala ni la kuamuliwa kama mtu ni mbunge, ni halali au si halali, mahakama pekee iliyopewa mamlaka hayo ni Mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tumepinga hoja hiyo. Wakati wa usikilizwaji tumesema kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hasa kiibara inayozungumziwa ya 83 haiwezi kuwa ndio ibara inayotoa mamlaka kwa Mahakama Kuu ya Zanzibar, kwa sababu Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio katiba iliyoianzisha Mahakama Kuu ya Zanzibar. Mahakama Kuu ya Zanzibar imeanzishwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano Mahakama Kuu ya Zanzibar imeanzishwa na Katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 na sheria ya Mahakama Kuu ya mwaka 85. Sasa ni principle ya sheria kwamba uwezo au mamlaka ya mahakama yanatokana na sheria au katiba iliyoianzisha. Sasa Mahakama Kuu ya Zanzibar haijaanzishwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, isipokuwa imeitambua tu uwepo wake, na kwamba kwa sababu Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeitambua tu Mahakama Kuu ya Zanzibar, lakini Katiba ya Zanzibar ndio imeianzisha Mahakama Kuu ya Zanzibar. Na katika kuianzisha kwake, katiba inasema kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar itakuwa ndio mahakama yenye mamlaka yasiyo na kikomo, kwa neno la Kiingereza unlimited jurisdiction, ya kusikiliza mashauri yote ya madai na jinai kwa sheria zinazotumika Zanzibar, sio zilizotungwa Zanzibar, zinazotumika Zanzibar. Lakini pia kifungu cha 3 cha katiba cha sheria ya namba 2 ya mwaka 85, sheria iliyoanzisha Mahakama Kuu, imeeleza kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar itakuwa na uwezo wa kusikiliza mashauri ya jinai na madai kwa bila kikomo, yani unlimited jurisdiction, kwa sheria zote zinazotumika Zanzibar. Sasa hoja yetu ilikuwa kwamba sheria ya uchaguzi wa wabunge, urais na madiwani imeeleza kwamba sheria ile inatumika mpaka Zanzibar. Sheria itatumika Zanzibar na Tanzania bara, sheria ya ubunge, isipokuwa masuala yanayohusu diwani. Sasa kama sheria inasema hivyo, sheria itatumika hivyo, na
hoja mbili kwamba kama sheria inasema hivyo na sheria hii inatumika Zanzibar na katiba ya Zanzibar ndiyo imejenga msingi wa usikilizwaji wa mahakama, yani uwezo wa mahakama kuu kusikiliza mambo yote yanayohusu eh, sheria zote zilizotumika na kutungwa Zanzibar, zinazotumika Zanzibar, basi mahakama kuu haiwezi kukosa huo uwezo. Lakini tumejielekeza pia kwenye ibara ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 115 kwamba katiba inaeleza wazi kwamba mahakama kuu Zanzibar na mahakama kuu inayoitwa mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zina kitu kinachoitwa concurrent jurisdiction, mamlaka sawa kwenye mambo yote ambayo ni ya muungano au sheria zake zimetungwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa huwezi kuitoa mahakama kuu ya Zanzibar. Na hoja yetu ilikuwa kwamba hata kanuni zenyewe za mashauri ya uchaguzi zimeitamka mahakama kuu ya Zanzibar na kwamba kanuni zenyewe za mashauri ya uchaguzi ya wabunge zinasema shauri litafailiwa pale ambapo kwenye masjala ya mahakama kuu ambapo jimbo linalobishaniwa ndipo lilipo. Na hoja yetu ikawa kwamba mtu wa Micheweni, mtu wa Tunguu, jimbo la Tunguu, masjala yake ya mahakama kuu ni Tunguu. Mtu wa Micheweni masjala yake ya mahakama kuu ni Chake Chake. Huwezi ukamwambia mtu wa Micheweni ambaye anataka kutafuta haki ya uchaguzi masjala yake kuu ni Dar es Salaam au Dodoma kwa sababu hizo masjala hazina mamlaka ya masuala ya Zanzibar. Na hoja ya mwisho ilikuwa kwa mujibu wa katiba yetu, kwa mujibu wa muundo wetu wa muungano, masuala ya mahakama kuu si mambo ya muungano. Sisi kwenye structure yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chombo cha kudai haki, cha kutoa haki ambacho kina mamlaka kwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano kushughulika na mambo ya pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano ni mahakama ya rufaa. Sasa huwezi ukaipoka mamlaka mahakama kuu ya Zanzibar, na hizo ndizo zilikuwa hoja zetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Jaji ametafakari hoja zote mbili na imempendeza kusema kwamba mahakama kuu haina meno ya kusikiliza mashauri ya wabunge hata kama majimbo yanayogombaniwa ni ya Zanzibar, na kwamba chombo pekee kilichopewa haki hiyo kwa mujibu wa katiba ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kusema hoja yetu kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijaianzisha mahakama kuu ya Zanzibar. Manake amekubaliana hoja yenu kwamba mahakama ya Zanzibar haikuanzishwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano, lakini bado akasisitiza kwamba chombo ambacho kinapaswa kusikiliza kesi za ubunge ambao unawaniwa Zanzibar zinapaswa kusikilizwa kwenye mahakama kuu ya Tanzania, na kama ulivyosema kwa ufasaha kabisa hapa, hii ni mahakama kuu ya Tanzania bara, si mahakama kuu ya Tanzania nzima, kwa sababu si jambo la muungano. Ni sahihi kabisa. Jaji hoja hii hakuikataa kwamba mahakama kuu ya Zanzibar haianzishwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na amekubali kwenye maelezo yake kwamba mahakama kuu ya Zanzibar imeanzishwa na katiba ya Zanzibar, na amekubali kwamba mahakama kuu ya Zanzibar pia imeanzishwa na sheria namba 2 ya mwaka 85, sheria ya mahakama kuu ya Zanzibar lakini bado amesema kwamba tafsiri yake Sheikh Mohamed ni kwamba kwa uamuzi wa leo tunaambiwa kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni supreme dhidi ya katiba ya Zanzibar, hata kwa mambo yasiokuwa ya muungano. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu kama nilivyosema, suala la mahakama kuu si suala la muungano. Sasa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiwezi kuikisia mamlaka mahakama kuu ya Zanzibar, na ndiyo hoja tunayosimamia kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiwezi kuikisia mamlaka. Katiba ya Zanzibar ilishasema mamlaka ya mahakama kuu hayana ukomo, unlimited jurisdiction, lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano kwa upande mwingine inayakisia mamlaka yake, inaambia ukomo wako ni hapa. Sasa swala linakuja kwamba
Lakini katiba yenyewe pia imesema kwa sheria zinazotumika Zanzibar, sheria zinazotumika Zanzibar, Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mahakama Kuu ya Zanzibar zitakuwa na mamlaka sawa. Kwa hiyo ndio tafsiri yake, na tafsiri yake ni tunaambiwa kwa uamuzi wa leo ni kwamba mpiga kura wa Chanjanjawire kule kwenu au kwenu Pandani akitaka kutafuta haki yake ya uchaguzi avuke bahari akaitafute Tanzania bara. Kwa hakika siasa zinapokutana na sheria wanakuwa na kituo kikubwa sana, na kwa sababu wanavyosema sisi upande wa waandishi tunasema kwamba wanasiasa hutengeneza sheria, halafu sheria ikajisahau kwamba imetengenezwa kwa ajili ya watu na inatambua kwamba imetengenezwa kwa ajili ya ambaye ameitengeneza, yani yule mwanasiasa na kitu kama hicho. Katika muktadha huu wakili Omar, nataka sasa sio msimamo kwanza, tunasema baadaye. Nataka sasa kuhusu uchambuzi wa kina, hasa panapohusika mgongano huu wa kisiasa na kisheria ambao umeibuka kwa hukumu hii imetolewa na mahakama, na kusudia kusema au kuuliza kwamba je, mmeingia rasmi kwa hivyo katika mgogoro wa kikatiba? Mgogoro upo. Kiuchambuzi huwezi kusema kwamba mgogoro haupo, na kuna maswali yanapaswa watu kujiuliza, na pengine changamoto kwenu waandishi mjiulize, na hili tuliuliza sisi, bahati halijapata majibu. Katika utafsiri wa sheria pamoja na katiba zinasema moja kati ya kanuni za kutafsiri ni kanuni inaitwa mischief rule. Unaangalia lengo la waliotunga hiyo sheria, walikuwa wanataka nini au wanataka kutibu jambo gani. Moja kati ya kanuni za sheria zinasema sheria ni remedial, kila enactment ni remedial, kwa maana kila kinachotungwa kinakusudia kutibu jambo. Swala la kujiuliza, kutaka mtu wa Mtambwe aende Dar es Salaam, aende Dodoma, aende Mpanda, aende Mbeya akatafute haki yake ya uchaguzi wa jimbo la Mtambwe, lengo la watunga sheria ilikuwa nini? Walitaka kutibu nini? Na kama uhaini ambalo ni kosa kubwa katika nchi na kikatiba linaweza kufunguliwa, shauri la uhaini linaweza kufunguliwa kwenye mahakama za Zanzibar. Kama kesi kama za ugaidi zinaweza kufunguliwa kwenye mahakama za Zanzibar. Kama mashauri yanayohusiana na tafsiri yenyewe ya katiba yenyewe ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, majaji wa Mahakama Kuu wanaweza kusikiliza shauri na kutoa tafsiri ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini special kwa mashauri ya uchaguzi? Kwamba milango ya Mahakama Kuu Zanzibar imefungwa na lazima mtafuta haki ya uchaguzi au uwajibikaji kwenye masuala ya uchaguzi ende akafungue shauri Dar es Salaam. Nini ilikuwa lengo? Pengine ni muda wa kutafakari. Uamuzi huu utupe tafakari ya kwamba nini lengo, kinachokuwa kinataka kutibiwa kwenye hili ni nini? Lakini ikiwa tu ni kweli kwamba uamuzi huo unakwenda sambamba na sheria inavyosema, manake nimesema tangu mwanzo, siasa zinapogusana na sheria panakuwa na kituko. Ndio. Na kwa hivyo sitaki kusema kwamba mimi si mtu wa sheria, wewe ndio mtu wa sheria, na pengine nikisema maneno haya nitakuwa nakanyaga mahala pasipaswi nikanyage, lakini nataka kujua kwamba ikiwa mahakama nyinyi kama ACT Wazalendo au wewe kama wakili wafungua mashauri, mnaona kwamba mahakama imejielekeza vibaya katika kutoa hukumu hii? Ni sahihi, tunaamini kwamba mahakama imejielekeza vibaya,
ingeweza kutafsiri kifungu cha 83 moja cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano kwa muktadha wake, kwa madhumuni yake, na sio kwa tafsiri nyembamba ya utafsiri, kwa sababu Mahakama Kuu ya Zanzibar iko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mashauri ya haya yamefanyika, au cause of action tunasema, kiini cha madai kimetokea ndani ya Zanzibar, na siku zote nimekuwa principle ya sheria kwamba shauri litafunguliwa pale ambapo kiini cha madai kimetokea. Siku zote imekuwa principle ya sheria kwamba mahakama yoyote ile kwanza inaangalia kitu kinaitwa territorial jurisdiction, mamlaka ya kijiografia ya kieneo, mipaka. Sasa kama mahakama, na hoja ililetwa pia kwamba shauri la namna hili lilishawahi kuamuliwa mwaka 86 87 kwenye kesi ya Jina Hatibu versus Juma Sleman Nungu, na Mahakama Kuu ya Mahakama ya Rufaa ilisema hivyo. Lakini bado tunajiuliza kwamba Mahakama ya Rufaa pia katika uamuzi wake mwaka 87 ilisema kwamba Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haina mamlaka ya kimipaka Zanzibar, haina territorial jurisdiction Zanzibar. Sasa leo kama haina, vipi inaweza kuchukua mambo yanayohusu Zanzibar, yaliyotokea Zanzibar, na wakati sheria yenyewe ya uchaguzi iliweka exceptions ya mambo gani katika maeneo gani sheria ile haitumiki. Ni only kwenye sheria mambo ya swala ya udiwani ndio sheria ile haitumiki upande wa Zanzibar. Sasa ndio maana tunasema kwamba tunaamini kwamba Mahakama Kuu yetu tena leo imejielekeza vibaya, lakini uamuzi huu una tafsiri kubwa zaidi ya hiyo, hasa kwa Zanzibar na mamlaka yake na namna ambavyo sasa tunatakiwa tuyaangalie mambo haya. Mimi nasema kwamba leo katiba ya Zanzibar imedunishwa, Mahakama Kuu ya Zanzibar imedunishwa. Sijui kama wewe ni mtaalamu wa Kiswahili, unaweza ukaniambia kama ni neno sahihi, lakini mamlaka ya Zanzibar pia yamedunishwa kwa uamuzi huu ambao au yameendelea kudunishwa, maanake kudunishwa huku hakujaanza leo. Naam, kwa hiyo pana muktadha pia wa kihistoria hapa Omar. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa ninazungumza nadhani na mwenyekiti wako wa chama Mheshimiwa Othman Masoud Othman, ambaye mwanasheria nguli kama wewe, na kwa hivyo nadhani alinitajia katika kipindi cha historia wakati wa ukoloni. Wakoloni walikuwa wana sheria moja ambayo inasema kwamba raia wao, kwa mfano kama raia wa Kijerumani akifanya kosa ndani ya ardhi ya Zanzibar kwa mfano, je, ahukumiwe kwa sheria zipi? Kwa sheria za Muingereza wakati ukoloni Muingereza, au hukumiwe kwa sheria za Kiislamu zilizofanyika Zanzibar wakati huo, sheria za Kiislamu, au hukumiwe kwa sheria gani? Na walikuwa wameamua kwamba raia wao akifanya kosa katika koloni nyingine, basi ahukumiwe kwa sheria za nchi yake. Kwa hivyo kama ni Mjerumani kwa Ujerumani, vinginevyo raia aamue kwamba ataka mwenyewe kupata haki au kesi yake iende kwa sheria fulani. Na katika kesi hiyo ambayo naikumbuka alizungumzia Othman Masudi, ni kesi ya Mjerumani ambaye alitaka kwamba sheria za Zanzibar za Kiislamu ndio ziamue kuhusu haki yake ya kumiliki ardhi, nadhani hapo Mji Mkongwe, hapo Mji Mkongwe, na akapata haki yake kupitia njia hiyo. Kwa hivyo imenijia kichwani mwangu unapoambia hivi kwamba mahakama inasema kwamba kesi hii ingawa imetokea Zanzibar, lakini ikafunguliwe kwenye mahakama ya Tanzania bara, ni ile dhana ya kikoloni. Huko mbali na ukweli huo, ni kwamba tunatakiwa turudi kwa master. Naam. Lakini hiyo Sheikh Mohamed pia inaendana
na yale aliyowahi kusema almarhum Mohamed Raza Dharamsi. Alisema kwa mambo yalivyo, iko siku hata cheti cha kuzaliwa tutaambiwa tukakifuate Dodoma. Na si uongo sana, kwa sababu panapohusika kwa mfano mazingira sisi ambao tuloko nje tunajua hiyo hali huwa inatokezea. Tunapokwenda tunataka kuomba visa ubalozi, tunataka kuomba visa kuingia katika hizo nchi za nje, tukienda ubalozini pale Dar es Salaam hutuambia kwamba cheti chako cha Zanzibar lazima kipate muhuri au idhini ya RITA ili waweze kukitambua kwamba cheti chako ni cheti chako halisi. Haitoshi kwamba kina muhuri wa Zanzibar, kina kutoka mamlaka ya Zanzibar. Hata vyeti vya ndoa pia ni hivyo, lazima viidhinishwe. Sijui kama imebadilika wakati wa miaka 15 20 po tunaondoka sisi wengine tuliambiwa hivyo. Yeah. Kwa hiyo ni hiyo ni hali hiyo. Ni bahati mbaya sana bado ni kwa kweli uamuzi wa leo ni msiba mwingine. Ni msiba wa Zanzibar. Mimi nafikiri Mzanzibari yoyote mwenye akili timamu bila ya akiamua kuweka kando ushabiki na utashi wake wa kisiasa, basi uamuzi huu ni msiba mwingine kwa Zanzibar. Si uamuzi wa kuufurahia, kwa sababu ni uamuzi ambao kwa kweli kama katiba yetu inatoa ahadi, kwa sababu katiba, dhana ya katiba ni mkataba wanaongozwa na wanaoongoza au wanaotawala na wanaotawaliwa. Kama katiba yetu ilitupa ahadi kupitia ibara ya kifungu cha 93 kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar itakuwa ni court of record na yenye unlimited jurisdiction. Sijui haikuqualify, haikufanya exception, lakini leo jaji amequalify, amepunguza hiyo neno unlimited. Kwa tafsiri ya leo, maana yake Mahakama Kuu ina limited jurisdiction, ina mambo haiwezi kucheza nayo, hata kama yatatokea Zanzibar. Ndo tafsiri yake. Lakini pia kwa tafsiri ya leo ni kwamba tunaambiwa kwamba masuala Mahakama Kuu ya Zanzibar inapimiwa mamlaka yake na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitu ambacho mimi nasema kwamba hata ibara ya 64 inayozungumzia kwamba kama kuna sheria nyingine yoyote iliyotungwa ambayo inaenda kinyume na katiba ile, basi katiba ya Jamhuri ya Muungano, basi sheria hiyo itakuwa batili. Haijakusudia katiba ya Zanzibar, imezungumzia sheria nyingine zinazotungwa na Bunge na Baraza la Wawakilishi, tena kwa mambo yasiyokuwa ya muungano au mambo yaliokuwa ya muungano. Sasa kwa sheria kwa tafsiri ya leo, maana yake mahakama inatuambia katiba ya Jamhuri ya Muungano ni supreme over katiba ya Zanzibar, hata kwenye suala la mamlaka za mahakama kuu ambazo si suala la Naam, sisi watu wa lugha tungesema kwamba jaji amejielekeza kusema kwamba yenu mahakama kuu na sio mahakama kuu. Kabisa. Mahakama kuu. Naam, tuje sasa katika kipi kinafuata baada ya hapa, kwa sababu unakumbuka wakili Omar kwamba wakati mnaanza hizi kesi, katika masuala ambayo nilikuuliza mimi ni kwamba mnawekezaje matumaini yenu katika mfumo wa sheria ambao haufuati sheria? Ukaniambia kwamba tunakwenda kuthibitisha mahakamani jambo hili. Kwa hivyo tuje katika way forward sasa. Baada ya hapa mnafanya nini? Na tukikumbuka pia kwamba hizi si kesi pekee ambazo mnazo mahakamani, hizi ni za wabunge tu. Mna kesi pia za wawakilishi ambazo bila shaka zinakwenda katika mahakama ya Zanzibar, lakini tikitaka za kisiasa na kisheria zinapokutana pamoja, kadri tulivyosema mwanzoni, hapa nakuja vituko. Na labda kwa watu ambao kila wakati wamekuwa na hofu na kile ambacho mnakifanya nyinyi kama ACT Wazalendo, wanasema si tuliwaambia, si mnaona hamfiki pahala. Mimi niseme kama wakili, nasema kila jambo tunalijaji kwa merit yake, kwa lenyewe. Yani hatuhukumu jambo hili kwa jambo jingine. Mimi nasema bado sisi tutaendelea hapo Mahakama Kuu
Tuna mashauri mengine ya uchaguzi. Tuna mashauri ya uchaguzi hapo tumefaili na moja la diwani kwa Pemba. Tunaendelea, lakini kinachofuata kuingiza kwa mashauri haya ya ubunge, tunajadiliana. Leo tunatoa barua kwenda kuomba uamuzi huu pamoja na mwenendo wote wa washauri ulivyokuwa. Lakini tuna option mbili sisi mezani na tutashauriana na wateja wangu, lakini naamini na wao tutashauriana na chama, kwa sababu ni kesi ambazo zinakuwa backup na chama pia. Tuna option mbili mezani. Option ya kwanza ni kukatia rufaa uamuzi kwenda mahakama ya rufaa, kwa sababu kwa option hii au kwa uamuzi huu ni kama vile hata tutakapokuja kesi ya msingi yenyewe, kwa sababu hili tulikuwa, kumbuka, ilikuwa uamuzi umetoka kwenye maombi yale ya exemption ya security. Kwa hiyo lakini pia kule pia imewekwa pingamizi ya namna hii. Kwa hiyo maana ndio itakavyokuwa, ndio maamuzi likely hawezi kuwa yamebadilika, kwa sababu mahakama imeshaamua kwenye jambo hili. Lakini kwa hiyo option ya kwanza ni kukata rufaa kwenda mahakama ya rufaa, kuona kama mahakama ya rufaa ya sasa inaweza ikaliangalia jambo hili kutokana na mabadiliko ya zama. Kumbuka uamuzi ambao unazungumzwa ni wa mwaka 86 87, kwa muktadha wa sheria mbalimbali, kwa muktadha wa maendeleo ya kisiasa. By that time, kumbuka mwaka 87 ilikuwa ni zama za chama kimoja na vitu kama hivyo na aji ya muungano wenyewe. Kama mahakama ya rufaa itaweza kutoka kwenye uamuzi ule wa mwaka 87. Kwa hiyo option ya kwanza ni kukata rufaa. Option ya pili, tunaweza tukenda hiyo mahakama kuu ya bara, tukaenda kufaili mashauri haya. Lakini kabla ya kufanya hivyo, itabidi kwanza tupeleke ombi la kuongezewa muda ili kuweza kufaili petitions, kwa sababu kumbuka mashauri haya kwa mujibu wa sheria yanafunguliwa siku 30 baada ya matangazo ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo kwa sababu siku 30 hizo zimepita, ili tuweze kuingia lazima tuombe kwanza muda tuongezewe, na sababu tunayo kwamba tuliact promptly baada ya uchaguzi, tulienda kwenye jurisdictions tofauti na sasa kama ambavyo imeamuliwa, na tulienda hivyo kwa imani thabiti ya kwamba kanuni zimeelekeza, sheria imeelekeza. Kwa hiyo tukipata kibali cha mahakama cha kuongezewa muda, then tuna nafasi ya kufaili mashauri haya kwenye mahakama kuu hiyo inaitwa mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule bara, ili tuendelee na mashauri haya. Kwa hiyo tuna option mbili. Mwelekeo wa vipi tunakwenda, nafikiri tutakuja kueleza umma baada ya sisi kushapata nakala ya uamuzi huu pamoja na proceedings, kutafakari, alafu tutajua tunakwenda vipi baada ya hapo. Kwa sababu umesema mna machaguzi mawili kati ya moja tutachukua, kwa hivyo sitauliza swali kwa sababu ingekuwa ni uchaguzi mmoja wa kusema kwamba muende hasa kufungua kesi hizi katika mahakama za Tanzania bara, mahakama kuu ya Tanzania bara, kwa sababu ya kusikiliza uamuzi ambao na jaji wa mahakama kuu hapo Zanzibar. Ningeuliza kwamba hamuoni kwamba mnampa sasa jaji au mnaipa mahakama ya Zanzibar uamuzi wake huo uhalali wa maamuzi yake ambayo imeyafanya, kwa sababu nilikuwa nafahamu kwamba kwenu nyinyi haya si maamuzi ambayo si sawa. Ni halali kwa sababu imetolewa na chombo cha halali mahakama, lakini si sawa kwa sababu mnaona kwamba yenyewe yamejielekeza katika njia ambayo sio. Ala kuli hali ni utaratibu wa kisheria tu, Sheikh Mohamed. Kwa professionally ni utaratibu wa kisheria. Hata jaji anapotoa uamuzi mahakamani, kama hujauridhia, we wakili bado utasimama na utasema na uheshimu uamuzi wako mheshimiwa. Kwa hiyo ni utaratibu wa kisheria, haina maana kwamba unakubaliana na unaheshimu. Asante. Na tuje sasa katika uhalisia ambao mnakumbana nao, kama mmekuambia kwamba nilikuuliza swala hili hapo kabla na jibu lako lilikuwa la kisheria pia, kwamba
nyinyi mnafanya wajibu wenu kwa nyinyi kama wanasheria, ili hukunijibu pale, lakini niliona baadaye katika tuseme ile atmosphere yako katika post zako hizo ambazo unatuma, ni kwamba nyinyi kama wanasheria you enjoy the game ya mnapoingia katika mapambano ya kisheria. Hamhesabu tu ushindi wa kesi, mnahesabu pia kwamba vipi mchakato umekwenda, kwa sababu ndani yake mnaweza kuibua matomo mengi na pengine mkajenga hoja kwa siku zijazo baadaye. Lakini hii haiendani na muda, kwa sababu pia muda si rafiki panapohusika mchakato wa kisiasa ambao mnaendana nao. Je, hamuoni kwamba kwa hivyo, wakili Omar, kwamba muda ambao mnautumia, energy, nishati ambayo mnatumia, fedha ambayo mnazitumia, mnaziwekea mahala ambapo sipo? Kwa sababu kituko tena, turudi pale pale, kituko cha siasa na sheria kinarudi pale pale tangu mwanzo kabisa, kwamba mnapambana na mfumo ambao una jina moja tu la uamuzi ambao unatokana na mfumo wenyewe. Vipi kuhusu hili Omar? Asante. Kwanza nirudie ambalo tulishawahi kuzungumza kabla. Kwenye mashauri ya namna hii si swala la kushinda tu. Hizi ni kesi ambazo zina maslahi ya umma, ni kesi ambazo zinaibua mambo ya kutafakari pia kama nchi, ni kesi ambazo zina testi utimamu na usawa wa mifumo yetu. Pia tunapata majibu kutokana na yanayosemwa na yanayoamuliwa mahakamani, yanaingia kwenye kumbukumbu kwamba hili lipo na lilikuwa tested na liliamuliwa hivi. Kwa hiyo katika kesi za namna hii ni kweli si swala, ni sehemu ya dhamira pana au ni sehemu ya malengo mapana ya chama cha siasa. Pia vyama vya siasa vinapoingia kwenye effort za namna hii si tu hasa tunapotaka mageuzi ya kimfumo, ya kisheria, hayahubiriwi kwenye majukwaa ya siasa peke yake. Unaweza ukadimandi mageuzi ya kimfumo baada ya kupata maamuzi ya mahakama kama haya. Kwa sababu hili kwangu mimi, uamuzi wa leo, waathirika si wagombea wa ACT peke yao. Ukilitizama kwa tafakari kubwa, waathirika ni Wazanzibari wote. Yaani kila Mzanzibari anatakiwa alitizame jambo hili kwa sura hii. Leo wewe uko Chama cha Mapinduzi, umekwenda kwenye uchaguzi, umeshindwa, unaamini kwamba ulishinda au unaamini kwamba uchaguzi haukuwa wa haki. Unahitaji kujiuliza, is it convenient? Ni sawa unavyoamini nafsi yako kwamba mahakama ambayo, chukua, na hapa natoa mfano hasa, chukua mwananchi wa jimbo la Tunguu ambapo mahakama yenyewe ipo, kwamba just next door ilipo mahakama kuu, unaambiwa pale sipo haki yako ilipo, unatakiwa uende Dar es Salaam kwa jaji ambaye hayajui yaliyotokea Zanzibar, hayajui yani kwa mambo ambayo yametokea Zanzibar, ushahidi wote uko Zanzibar. Hii ina tafsiri gani kwenye kuwapa watu access to justice, kufikia haki ambayo ni haki kikatiba? Bado tuna hoja ya kwamba access to justice ina maana pana sana, na katika kutafsiri masuala ya access to justice si swala tu la kusema mahakama ipo. Mambo yoyote unatakiwa uangalie kwa muktadha, kama kuna jambo linazuia hiyo haki isifikiwe, maana yake hicho kitu lazima ukiangalie. Si swala la kusema kwamba forum ya nyinyi kufungua mashauri ipo Dar es Salaam. Is that enough? Inatosha hiyo kwamba ndio access to justice imekuwa guarantee? Kwamba mtu na kwa sababu sheria inasema anayeweza kufungua shauri si mgombea peke yake, hata mpiga kura, atoke aende Dar es Salaam na gharama zote. Huu usumbufu, huu ugumu anaoupata, si sawa kwamba amekataliwa
kwenda mahakamani au wamezuiwa kwenda mahakamani, tafsiri ya access to justice lazima ipate tafsiri pana, maana pana sana. Huwezi ukasema wewe kwamba umeruhusiwa kwenda mahakamani, lakini kuna vizingiti vingi vya kufika huko mahakamani. Kuna leo inakuwaje? Mbona kanuni hazisemi? Kanuni zenyewe, mpiga kura wa Mbeya, mpiga kura wa Kilimanjaro, mbona hatakiwi kuleta shauri Dar es Salaam? Anatakiwa afungue kwenye masjala iliyokuwepo Mbeya, anatakiwa afungue kwenye masjala iliyokuwepo Kilimanjaro. Vipi mpiga kura wa Zanzibar aende Dar es Salaam kwenye jurisdiction nyingine? Sasa hii haki tulitarajia sisi Mahakama Kuu Zanzibar ingetafsiri kwa muktadha huo, kwamba kwa leo, kwa uamuzi wa leo, wapiga kura wa Zanzibar wa majimbo haya yanayolalamikiwa au watu hawa wanaotafuta haki zao za uchaguzi ni kwamba wameachwa njiani, wameambiwa tafuteni mahakama. Manake kwa kigezo gani kwamba masjala ya kuu ya Dar es Salaam ndio iwe masjala sahihi ya mtu wa Mtambwe? Kwa kigezo gani? Sisi tumeelewa vizuri, kwa sababu sipo jimbo lilipo. Sasa haya ni mambo yanahitaji. Kwa hiyo nasema si swala la kushinda au kushindwa kesi, ni mambo ambayo yanataka yalete tafakuri. Kama nchi tunapopigania mabadiliko ya kimfumo, mabadiliko ya kitaasisi, ya kikatiba, haya ndiyo mambo. Mtu anaweza kusema kwamba lakini jambo hili lilishaamuliwa mwaka 87. Wanasiasa, viongozi wa sasa ambao sasa hivi ndo wako kwenye madaraka, sasa hivi wako kwenye nafasi ya kufanya maamuzi, mwaka 87 walikuwepo wapi? Wanajuaje? Ndio wanazaliwa wengine. Sijui umeelewa Sheikh Mohamed. Kwa hiyo ilikuwa hili tu lipo na linaibuka sasa, linatakiwa liwe, kwa neno jingine ni wake up call kwa Zanzibar yenyewe pia. Ndio maana nasema si swala la wagombea wa ACT kushindwa, huu ni msiba kwa Zanzibar. Kama tuna mamlaka, kama tuna watu wako kwenye madaraka, wako kwenye nafasi za kufanya, wanatakiwa walione hili kwa muktadha huo, kwa sababu leo ni mgombea wa chama cha ACT Wazalendo, kesho atakuwa mgombea au mpiga kura wa Chama cha Mapinduzi, kesho atakuwa mpiga kura wa ADA TADEA, kesho atakuwa mpiga kura wa CUF. Inconvenience hii ipo. Sasa hatuwezi kufurahia kwa sababu inatusweet, yaani mtu inakupendeza. Hapana, kama ni waumini wa haki, kama tunaamini kwamba access to justice, njia ya kupata haki isiwe na vizuizi vyovyote, kifungu cha 85, ibara ya 83 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kizuizi kwa mpiga kura na mgombea wa jimbo la Zanzibar. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni kitu ambacho kama mtu ana conscious ya haki, anaamini kwenye haki. Hii haiwezi kuwa. Na haiwezi kutafsiriwa hivi. Ndio hoja. Naam, mtu kama ana conscious ya haki. Neno zito, maana mtu kama ndani ya nafsi yake amebeba haki, ana wito wa haki ambao anaofuata. Lakini bila shaka Omar wakili, unajua kunavyojua mimi kwamba neno haki ndio ambalo limekuwa ni tatizo, na haki si kwamba ile ambayo inapatikana vitabu vya mahakama tu, lakini haki ambayo imepotea katika nafsi, katika maadili ya watu. Ndio maana tumefika hapo tulipofika, na kwa hivyo basi safari hii ambayo mmeianza ya kutafuta haki kupitia vitabu na kuta za sheria, maana yake ni kwamba mmekubali kwamba mmeanza safari refu ambayo inaweza kuchukua miaka mingine mingi zaidi mpaka haki yenyewe ikipatikana kupitia njia hiyo. Na ndio wito tuliokuwa nao, na ndio dhima tulobeba, na ndio dhamira tuliokuwa nayo. Tunafahamu safari hii si nyepesi. Tangu awali hatukuwahi kudhani kwamba safari hii ni nyepesi. Tunajua kwamba safari hii ni ngumu, lakini ndio wito tuliokuwa nao, ndio dhamira tuliokuwa nayo, na ndio dhima tuliobeba. Naam.
Asante sana kabisa, wakili Omar Said Shaban, wakili wa wagombea au waliokuwa wagombea wa uchaguzi visiwani Zanzibar, ngazi ya ubunge ndio tumezungumzia hivi leo. Bila shaka kuna ngazi ya uwakilishi ambayo bado mpo mahakamani, tujue atakayotokezea baada ya hapo, lakini kwa leo nikisema nakupa pole nitakuwa nakuonea, kwa sababu kama Hapana, tulivyosema tangu awali hapana. kwamba kwenu nyinyi mpo katika mapambano na kila matokeo ya mapambano bado ni celebrated, Sahihi, ni ya sahihi kushangiliwa kwa kabisa, sababu inafungwa mlango mwingine pia wa mapambano yenyewe. Kwa hivyo kabisa. nizidi kukupa moyo na nizidi kukutakia kheri katika kazi zako, na hasa kuna kheri, kuna siku hichi ambacho mnakisimamia mnakiita, mnasema haki, kitakuja kuwa sehemu ya mfumo wa kawaida wa maisha ya watu wetu. Tumepewa wosia Sheikh Mohamed wa Zanzibari Naam, na almarhum Ali Nabwa, naam, rahimahullah. alisema iko siku itakuwa kweli, Siku moja itakuwa kweli. siku moja itakuwa kweli. Kwa hiyo tunaishi na huo Naam. wosia eh. Haya, asante. Haya, Haya. asante. Basi ndugu yangu, jazakallahu khair, nakushukuru sana, asante. Asante, shukrani sana. Asante. Nawe mtazamaji wa Gumzo, bila shaka umeyasikia hayo ambayo amesemwa hapa na wakili Omar Said Shaban. Najua una mengi ya kuyazungumza, ya kuyasema, kuyataja, bila shaka yaweke hapo chini kwenye comments na share na wenzako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.